Bakari Nondo Mwamnyeto, nahodha wa Young Africans, akiwa na Shomari Kapombe mwandamizi na mlinzi wa kulia, na nahodha wa wekundu wa Msimbazi Simba, wakiwa kwenye zoezi la kutoss coin katika kuamua nani anakwenda kuanza wapi na nani ataanza katika mchezo huu kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Shomari Kapombe akiendelea kusalia kwenye kikosi cha Simba kutoka kile ambacho pia kilianza katika mchezo uliopita wa dabi katika uwanja wa Amani Zanzibar. Hamza Al-Farik, mwamuzi kutoka nchini Morocco, mwamuzi ambaye amevaa beji ya FIFA tangu mwaka 2023 na amechezesha mechi 3 za AFCON chini ya miaka 17 mwaka 2025, ikiwemo mchezo wa robo fainali uliomalizika kwa Burkina Faso kushinda magoli 6-1 dhidi ya Zambia Aprili 10 mwaka 2025. Kisubiriwa kipenga cha mwamuzi Hamza Al-Farik kuanzisha dakika 45 za kipindi cha kwanza za dabi ya Kariakoo katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Bweni, Dar es Salaam, ambapo leo hii inakwenda kujibiwa ile iliyoulizwa muda mrefu: ni rangi gani itakwenda kutawala katika jiji la Dar es Salaam? Rangi gani itakwenda kutawala katika soka la Tanzania? Rangi gani itakwenda kutawala katika kusaka taji la ligi kuu ya NBC msimu huu wa 2025-26? Dabi ya Kariakoo kwa mara ya kwanza ikichezwa katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Mchezaji bora wa mechi ya fainali, mchezaji bora wa mashindano ya Muungano, Rushen Deriek, mlinzi wa kati wa Simba, ambaye leo kwa mara nyingine tena ana dabo ama kupacha na Ismail Olivier Ture katika eneo la ulinzi wa kati wa wekundu wa Msimbazi. Kwa upande wa pili, Bakari Mwamnyeto akipacha tena na Ibra Baka kwenye ulinzi wa kati wa Young Africans. Mwamba Lusaka, Cletus Chama, mbele yake ni Bakari Mwamnyeto, an option kulia na kushoto, ameweka kwa Libase Geye. Mara ngapi umeshuhudia jua likichomoza wakati bado giza halijaondoka? Uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo unashuhudia ufundi wa Libase Geye ukienda kufurahisha mapema mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Yapo maji ambayo unaloa lakini haupati maumivu. Lipo jua ambalo linachoma lakini usihisi maumivu ya kuchomwa na jua hilo. Wanahisi mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba waliofanya makosa Young Africans. Akashika bakora Mwamba Lusaka Chama, alikuwa na option kulia na kushoto, alipoona ni upande wake wa kulia na Libase Geye akasema hakuna kujiuliza mara mbili, siwezi kufanya makosa. Anaiandikia Simba goli la kuongoza. Makosa aliyofanywa na Israel Patrick Mwenda. Clatous Chota Chama lecturer akatoa darasa la namna gani pasi inapigwa kwenye nafasi bila kulisivu. Libase Geye anamtesa Djigui Diarra, macho yake anageuka na kutazama, nyeupe limezama kwenye nyavu. Bao la kwanza mapema 836 KJ nyumbani kwa JKT Tanzania na JKT Queens. Simba wanamrarua Young Africans. Pakawa Mzuzwa atibua mipango, Jospin Loemba, Libase Geye anautenga tena kumwekea Ino, Jospin Loemba anaweka mpira wa cross ndani, huku unakataliwa mara mbili na Baka pamoja na Mwamnyeto. Kari haijaondoka, Bundi anaendelea kulia msibani. Eli Mpanzu amefinya na kukataliwa, umiliki bado ni wa Simba. Chama kwa Eli Mpanzu anaunyanyua, Chama! Meja Jenerali Isamuhyo ushuhudie maajabu. Na ni maajabu yanayotoka kwa aliyezoea kufanya maajabu. Mwamba wa Lusaka Triple C, Clatous Chota Chama anawaimbisha wananchi taarabu kwenye biti ya singeli. Anayefurahi ni Steve Becker, anayeghadhibika ni Pedro Gonçalves. Pengine hakutegemea kuliona hili, hakuona hiki kikija. Angalia kazi ameifanya Eli Mpanzu. What a magic! Nini hiki? Nini kinatokea? Pasi ya kuchuchumia ya Eli Mpanzu, and what an acrobatic from Clatous
Chota Chama ametoka kutengeneza, anakuja kumalizia bila kulitazama lango lilipo. Lecturer ama mkufunzi Clatous Chota Chama kwao ni Ndola, lakini anaonyesha namna ambavyo anaweza kuadhibu waajiri wake wa zamani. Ni huyu hapa Kibisawala, imepigwa kutoka Kongo na inamaliziwa Ndola Zambia, inakaa kwenye net. JKT Mweni Tanzania Kinondoni, Simba Sports 2 Young Africans bila. Hakuna kulala nyoya hapa, ngoma lazima iishe. Machweo yaliyokuwa mabaya zaidi kwa Young Africans katika dabi ya Kariakoo. Yuko chini Ino Loemba, umiliki ni kwa Young Africans. Israel Mwenda, Dube ameitenga kwa Jio Kabuya, ameipenyeza pasi ile. Jio Kabuya anayechezewa madhambi ni Nixon Kibabage, na mpira ni wa kutengwa kuelekezwa Young Africans. Mpira wenye faida kwa Simba, through ball ambayo ilipigwa na Nixon, akaenda kakaa kwenye njia. Maxim pia Mzengeli anampush kwa nyuma, na mwamuzi Hamza Forek anayeona madhambi yenye faida kwa upande wa Simba. Nyuma ya mpira ni Tanja Kasali. Nixon Kibabage ameshacheza upande wa pili na sasa anacheza upande mwingine. Amechezwa madhambi mara tatu, mara mbili wakicheza Young Africans, mara moja wamecheza Simba katika dakika 12 za dabi ya Kariakoo. Maxim pia Nzengeli katika umiliki wa mpira. Mwamnyeto anascan, alipoona ni kwa Ibra Baka, pasi imekuwa ni ngumu sana kwa Shadrack Boka na mpira unakwenda nje.